Ni Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jijini Mwanza. Nashukuru kwa kujisajili kwa mwanachama wa channel hii, na nashukuru kwa jinsi unavyoshare channel hii na marafiki zako. Na siku hii leo nakuletea mada ambayo nimeahidi kwenye video nyingine, wakati nazungumzia mada ile inayosema kwamba makosa wanayofanya wanawake kitandani. Sasa leo naleta mada inayofanana na hiyo, mbadala na hiyo, inayosema kwamba makosa ambayo wanaume wanafanya kitandani. Tendo la ndoa kwa sisi wanaume kwa kweli ni jambo ambalo kila mmoja analipenda sana, jambo ambalo analitamani sana, jambo ambalo linasumbua akili zetu kama wanaume kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ningependa kusema wazi kabisa, toka nimeanza kazi yangu kushauri watu 2006 mpaka leo 2018, ushahidi nao mkubwa sana kwamba asilimia kubwa ya wanaume hawajui jinsi gani ya kumfurahisha mwanamke kitandani. Napozungumza hivi na kwenda sambamba na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika mataifa mbalimbali ambazo zinaonyesha asilimia kati ya 50 hadi 67 ya wanawake wanawadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika kileleni. Na tafiti za hivi karibuni zinasema kwamba asilimia 70 ya wanawake ambao wako kwenye mahusiano ya muda mrefu ya kimapenzi, wakati wanafanya mapenzi na wanaume walienao, mara nyingi wanajikuta wanafikiria mwanaume tofauti na yule aliyemvulia chupi. Sasa hebu fikiria, umekaa na mwanamke, lakini yeye badala mwanamke kufikiria wewe, anamfikiria mwanaume yule wa zamani au yule wa mwaka fulani, badala ya kufikiria wewe. Hilo ni jambo la hatari sana, na wengine wameshuhudia hili. Unafanya mapenzi na huyu mwanamke, anataja jina lakini jina sio la kwako. Unashangaa kwa nini imekuaje? Ni kwamba wakati unafanya naye mapenzi huyu mama, yeye anamfikiria mwanaume mwingine, jambo ambalo of course ni la aibu sana. Nimekutana na kesi kama hizo kwenye ofisi yangu. Sasa nimekuletea mada hii, mwanaume mwenzangu, uweze kujifunza makosa ambayo kozi mnayofanya na jinsi gani kozi ya kuepukana nayo, sambamba na video nyingine ambayo naiandaa ya utamu mpya wa mwanamke, yani jinsi gani mwanamke anaweza kuwa karibu na mwanaume katika tendo la ndoa na kufanikisha utamu wa kiwango cha juu sana. Sasa kubwa ambalo ningependa kulizungumzia kwa wanaume wenzangu ambao wanaangalia channel hii siku hii ya leo ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume akili zao zimekuwa kama za panya. Napozungumza akili zao zimekuwa za panya, kama panya anapokuwa na tundu fulani ambalo anapenda kuingia, anapenda kulala humo, mawazo yake yote ni kukimbilia kwenye lile tundu tu. Kifukuza huko, anakimbilia kwenye lile tundu. Hiyo ndio akili ya panya ilivyo. Sasa asilimia kubwa ya wanaume wana akili za panya kwa style kama hiyo. Wao wana mwanamke akishamvulia nguo, jambo la kwanza analoangalia lile tundu ambalo anapaswa aingize uume wake. Sasa akili kama hiyo, ndugu yangu mwanaume, naomba uanze kuipiga vita haraka sana. Ukitaka kuonekana kwamba ni mwanaume wa ukweli, ni mambo ambayo unapaswa uyaangalie kwa makini. Focus yako isiwe kwenye lile tundu, focus yako iwe kwa huyu mwanamke kama mwanamke. Hilo ndio jambo la msingi sana, na ni kosa kubwa sana kumwangalia mwanamke kama tundu badala ya mwanamke kama mtu. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo usimuone mwanamke kama ni tundu la wewe kupatia burudani, muone kama mwanamke ni mtu ambaye anastahili kuheshimiwa, kuthaminiwa, na mwili wake ni wa thamani wote, sio lile tundu peke yake ambalo utaingiza uume wako. Hiyo ni kosa la kwanza. Kwa hiyo lazima uanze kujibadilisha kiakili. Ili uweze kuwa mpenzi bora kwa mwanamke, anza kujibadilisha akili yako, anza kufikiria ni jinsi gani nitamthibitishia mwanamke kwamba namthamini kama yeye, na sio kwa sababu ya maumbile yale ya kike alionayo. Nakutana na kesi nyingi sana za wanawake ambao wanalalamika kwamba hawafiki kileleni. Hivi juzi nimepigiwa simu na msichana ambaye alikuwa na marafiki zake, anazungumza, kwa nini mimi sifiki kileleni? Kwa nini mimi sisikii raha kwenye tendo la ndoa? Kwa nini mimi sisikii utamu kwenye tendo la ndoa? Hiyo ni kitu ambacho nakutana nacho kingi. Mwanamke mwingine yuko ndani ya ndoa miaka 17. Anasema, bwana dokta, mimi kwenye ndoto nasikia raha kweli ninapokuwa nafanya mapenzi kwenye ndoto, lakini kwa mume wangu sisikii raha yoyote. Hizo ni kesi nyingi ambazo ninazo, ndugu mtazamaji, na nikwambia kwamba ni muhimu sana uangalie jinsi gani wewe kama mwanaume usifanye makosa katika eneo hili ambalo ndipo unapaswa kuonyesha uwanaume wako. Sasa la kwanza la msingi ni kwamba mwanamke ana mwili mzima, ngozi yake ni kubwa sana, na kila sehemu ya ngozi yake ina misho mingi ya mishipa ya fahamu. Misho hiyo ya mishipa ya fahamu ni misho ambayo of course ukifahamu jinsi ya kuitibua vizuri, mwanamke anafika kileleni kwa urahisi. Kwa nini? Mungu alivyomuumba mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14. Maandalizi ambayo yanamsogeza kumtoa kwenye pointi 0 mpaka pointi 20 ambayo ndio kileleni.
Kwa hiyo maandalizi yale ya awali yanamtoa mwanamke kwenye pointi 0 mpaka pointi 12, 13 au 14, ili wewe unapoingia kwenye lile tundu, mwanamke anafika kileleni kwa urahisi na atakupa heshima hiyo. Biblia inaonyesha kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 25 mstari wa 3 kama sikosei, mwanaume anaambiwa kwamba atakapokuwa amefunga ndoa asipewe kazi yoyote, hata kama ikitokea vita asiende vitani. Kwa sababu gani? Ajifunze jinsi ya kumfurahisha mkewe. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwenye kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati kama sikosei mstari wa 3 sura 25 mstari wa 3 wa 5 hivi, lakini ni maeneo kama hayo unaweza kujifunza. Na kitabu hicho cha Biblia kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 7 mstari wa 6 hadi wa 7 inaonyesha wazi kabisa kwamba mwanaume ambaye anashindwa kumridhisha mwanamke ni wa kudharauliwa kabisa. Kwa Kiingereza nasema kwamba utterly despised, ni kiwango cha juu sana cha dharau. Sasa nisingepende kutokea mtazamaji unaangalia channel hii, na wewe mwanamke ambaye kwa bahati nzuri unaangalia channel hii, naomba nisikilize ili uweze kumsaidia mwanaume aliye naye kufahamu kitu gani anapaswa kufanya ili ufurahie tendo la ndoa. La kwanza la msingi ni jinsi gani unamwandaa kisaikolojia huyu mama. Ni kwamba la kwanza la msingi ni kwamba unamwangalia huyu mama, maumbile yake, unaongea taratibu. Ni hali ambayo of course inamwandaa kisaikolojia kwamba kuna kitu kingine kinafuata. Kwa hiyo ile eye contact, uweze kumwangalia kwenye macho, ukamwangalia, ni kitu cha kwanza. Usiwe na haraka kabisa ya kuingia kwenye lile tundu. Cha msingi kwamba jinsi gani unamwonyesha huyu mtu amekuja hapa ni kwa ajili ya burudani tu. Sasa kama unafanya ile haraka sawa, umeamua leo iwe haraka, na mwanamke anajua kwamba leo inakuwa ni jambo la haraka. Kwa hiyo ni kama vile zimamoto. Hiyo of course itaeleweka kwa pande zote mbili. Kwa hiyo usifanye haraka iwapo mwenzio hatarajii haraka. Hilo ni jambo la msingi ambalo of course watu wengi wanalipuuzia na kufanya makosa ambayo wanashangaa kwa nini wake zao wamewabadilikia au wanawanyima unyumba. Kitu cha kwanza kama nilivyozungumza ni maongezi laini ya kimahaba. Hilo ni jambo ambalo unapaswa uanze nalo, linatuliza hisia za mwanamke. Ni jambo la msingi sana. Amekuja dada mmoja ofisini pangu mwenye umri wa miaka 23. Hawa yudada alipokuja mwaka jana ofisini pangu alikuwa bikra. Alikuja akanipa story ya mwanaume ambaye ameshindwa kumtoa ubikira wake. Mara 4 wamekwenda kitandani, amemvulia chupi, lakini mwanaume ameshindwa kutoa ubikira huo. Akavunja uhusiano ule, akatafuta mwanaume mwingine, bahati nzuri akampata. Wameanza kucheza ngoma ya kubwa mpaka mwanaume yule akafanikiwa kutoa usichana wake yudada, lakini cha msingi ni kwamba amesahau kanuni ambazo nataka nikuambie wewe, jinsi gani ya kumwandaa, kumlainisha mwanamke. Kwa hiyo yeye anachoangalia ni tundu tu kama panya. Angalia kitu kingine cha kufanya, jambo ambalo of course linakusisha raha. Sasa amekuja usini kwangu huyu dada, ananiambia hicho kilio chake kwamba huyu mwanaume kwa kujali katika maeneo mengine yote yuko safi. Yaani kote maeneo mengine yote yuko safi, lakini katika eneo hilo pekee yake anapwaya. Nikamuuliza mdada, sasa kwa nini usirudi kwa yule mwingine ambaye alikushindwa, ambaye kwa unaona kwamba angeweza kufanya vitu? Akasema yule kweli, japokuwa alishindwa kuitoa usichana, lakini alikuwa anajua jinsi ya kuniandaa kisaikolojia mpaka analegea. Usikie? Anasema alikuwa anajiandaa, lakini huyu yani nikitaka kulegea mpaka ninywe pombe kwanza. Ndio najisikia kidogo napata ulaini kidogo, mpaka nitaanza kunywa pombe. Sasa kitu hicho ambacho hakitaki kuendelea kuwa wa kutegemea pombe. Sasa ni kitu kidogo. Kwa hiyo la kwanza ambalo nimependa kulizungumza ambalo wanaume wengi wanafanya makosa. La pili ni busu. Asilimia kubwa ya wanaume kwa sehemu kubwa wanategemea busu. Wanategemea busu ambalo busu lao kwa sehemu kubwa nao lifahamu unaita denda. Ile mtu anakula ulimi wa mwanamke na nini kwa sehemu kubwa, hilo ndilo wanaume wengi wanalolifahamu. Ningependa kukuambia mwanaume mwenzangu kwamba ni kosa kubwa sana kushindwa kumbusu mwanamke mwili wote. Ukifanya experiment, na kuomba ufanye experiment, fanya majaribio. Anza kumbusu mwanamke kwenye shingo, telemka chini mwili mzima huu, taratibu ukichanganya na kulamba kutumia ulimi na nani, taratibu telemka mpaka chini. Usiwe na haraka, unabusu. Ukiona umechoka kubusu, unalamba kidogo, unatekeleza kwa incha ya ulimi. Ni hatua ambazo unaleta msisimko. Kwa hiyo unaweza ukaanzia huku, ukamgeuza mgongoni, ukaanzia huku chini, unapandisha mpaka juu. Vyote hivyo vinatibua hisia za mwanamke. Ni vitu vidogo, lakini kwa sababu kama nilivyotangulia kuambia kwamba ngozi ya mwanamke na ngozi yako vile ina misho ya mishipa fahamu. Kwa jinsi gani unaweza kuzitibua na kuleta hisia zije juu, ni hilo jambo la msingi sana.
Kwa hiyo ni muhimu sana kwako kufahamu kwamba kubusu hakuishi kwenye mdomo peke yake au kwenye mashavu peke yake, inakwenda mwili mzima. Hilo ni hatua la kwanza la msingi sana kuliangalia. Kwa hiyo utafanya makosa kwa kuweza kuharakisha kumwingilia mwanamke ukaacha kitengo hichi cha mabusu. Jambo la pili ambalo la msingi kuliangalia katika mahusiano haya ya ndani ya mwanaume na mwanamke ni maeneo ambayo unapaswa utumie mkono kushika. Kwa hiyo lazima ufahamu maeneo halisi ambayo unapaswa umshike mwanaume na umshikeje. Kwa hiyo jinsi ya kushika, kwa mfano matiti, unashikaje matiti, unayafanyaje matiti, hilo lazima ujifunze. Chuchu ya matiti haya mwanamke inashikwaje, inafanyaje? Sasa ningependa kuambia wanaume wengine ambao hawajui, wengi wanajua kwamba unaweza ukanyonya chuchu za mwanamke ukampatia raha ya kiwango cha juu, lakini jinsi gani unanyonya na kwenye kunahitaji utaalamu. Ni kwamba unanyonya ile chuchu, alafu ulimi wako vile vile unasugua ile incha ya lile titi la mwanamke, inatengeneza hisia nzito sana. Sasa wakati unafanya hivyo na mdomo, mkono wako unakuwa unapapasa maeneo mengine, unaweza kuwa unapangusa maeneo mengine kama vile viungo vyake vya uzazi, sawa? Unapangusa taratibu juu, unainua hisia. Hiyo wanaita double stimulation. Yaani unatengeneza hisia katika maeneo mawili tofauti katika mwili wa mwanamke huyo. Kwa hiyo jifunze kutumia mdomo wako na mkono wako vizuri. Kwa hiyo lazima ufahamu maeneo ambayo of course unapaswa utumie mkono na unautumiaje mkono. Kuna maeneo mengine unaweza kutumia mkono, kutumia na ulimi, kutumia na mdomo. Hayo yote of course unapaswa uyafahamu. Sasa hili ni jambo ambalo of course wanaume wengi wanalipuuzia. Lingine ambalo nataka kulizungumza kwenye video hii leo ni kwamba pale unapoona kwamba uko katika hatari ya kuishiwa nguvu. Kuna wanaume ambao of course anakuwa ameingia kwenye lile tundu, alafu akiwa mlengana anaona yuko kwenye hatari ya kuishiwa nguvu. Hilo ni kosa kubwa sana kwa mwanaume kuishiwa nguvu akiwa ndani ya lile tundu la mwanamke. Ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo ili uepukane na hilo, napenda nikusaidie ndugu mtazamaji, ili uepukane na hilo, unapoona kwamba uko ndani na uko katika hatari ya kuishiwa nguvu ukiwa ndani, la kwanza, kumbuka ujitahidi kupumua kwa kutumia mdomo badala ya kutumia pua peke yake. Unapotumia mdomo, hata wewe mwenyewe ukifanya mazoezi, pumua kutumia mdomo, na eneo hili linapata relaxation, inafanya inasababisha energy kuflow kwenye viungo vyako vya uzazi. Hilo ni jambo la msingi sana. Lingine ambalo katika eneo hilo kama nilivyotangulia kusema, ni kosa kubwa kwa mwanaume kuishiwa nguvu ukiwa uko ndani. Ni kosa kubwa sana, kwa sababu mwanamke tayari alikuwa ameshapata hisia, alafu anakuwa ameishiwa nguvu. Inakuwa ni kero ya pekee yake sana na ya ajabu sana, na inakaa kwenye akili ya mwanamke kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo basi, hatua ya kwanza ni kwamba jitahidi unapumua kutumia mdomo. Unapokuwa uko kule ndani, unapoona katika hatari ya kuishiwa nguvu. Lakini la pili ambalo msingi unapaswa kufanya katika mazingira hayo, unapoona uko ndani kule, uko katika hatari ya kuishiwa nguvu, na wakati hujamaliza safari ile, anza kupumua kutumia mdomo, alafu hakikisha ule uume wako unausukumia kwa mbele, unakisha unasugua ukuta wa uke wa mwanamke. Hakikisha kwamba hii sehemu inasugua huku, na sehemu hii ya kichwa inapokuwa inapata msuguano kutoka kule kwa ndani, chaji zinaongezeka. Kwa hiyo unapumua kutumia mdomo, inakusaidia sana usishiwe nguvu ukiwa uko ndani. Hilo ni jambo la msingi ambalo unapaswa ulifanyie kazi ili lisije kukuletea aibu ya kupita kiasi. Lingine ambalo ningependa kuambia wasikilizaji wetu ni kwamba pale ambapo unajikuta kwamba unao uhuru wa kutumia mdomo kuchezea viungo vya uzazi vya mwanamke au uke wake, kwa maneno mengine, kama uhuru huo unao, ni muhimu sana uangalie kwamba ni kweli ni kitu kizuri, lakini jinsi gani unatumia mdomo wako lazima uwe mwangalifu sana. Asilimia kubwa ya watu wanategemea kuangalia picha hizi za ngono ambazo ziko kwenye mitandao kujifunza mambo ya kumsaidia mwanamke afike kileleni. Ningependa kuambia kwamba hiyo haitakusaidia kabisa. Kama unafahamu Kiingereza, afadhali ukasome, wataalamu wamefanya research, utafiti katika maeneo hayo, ufahamu ni jinsi gani ya kutumia mdomo wako kumfurahisha mwanamke. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unapaswa uvifanye kwa uangalifu mkubwa. Kwa hiyo iwapo unaona kwamba una utayari huo wa kutumia mdomo wako kumfurahisha mwanamke katika tendo la ndoa, jitahidi sana umwelimishe mwanamke huyu juu ya usafi wa viungo vyake vya uzazi. Usafi ule ni wa msingi sana. Kwa sababu gani? Pale kukiwa na harufu ya aina yoyote inakuondolea steam wewe.
Kukiwa na aina yote ya kitu ambacho kitakusumbua akili yako, itakuletea simu. Asilimia kubwa ya wanaume wanapenda wao kunyonywa, lakini hawapendi kufanya kitu hicho kwa mwanamke, jambo ambalo ni kosa na lenyewe vile vile. Kwamba wewe unapenda mwanaume akunyonye uume wako, usitegemee kwamba mwanamke naye hatarajii na wewe umlambe uke wake. Kwa lazima uangalie uweze kuweka balance, uwiano kati yako na mwanamke. Kwa hiyo iwapo unaona huo tayari unao, basi hakikisha unafanya kazi hiyo ya kutumia ulimi wako na mdomo wako vizuri na kwa muda mrefu, kiasi ambacho unakuwa na hakika kwamba mwanamke amefika kileleni. Kosa lingine ambalo wanaume wengi wanafanya ni kumuuliza mwanamke kwamba umefika kileleni tayari, umefika. Hilo ni kosa kubwa sana. Unapomuuliza mwanamke kwamba tayari umeshafika kileleni au vipi, tayari unatoa ushahidi kwa huyu mwanamke kwamba unabahatisha, hujui unachokifanya. Hilo la kwanza ambalo litamchukiza mwanamke, kwamba unabahatisha, kwamba amekosea njia kuchagua mwanaume wewe. Unabahatisha. Unapomuuliza kwamba je, umeshafika kileleni au vipi, uko tayari, sio umeshamaliza? Unapomuuliza, la kwanza unachokifanya kwamba unampa ushahidi kwamba hujui, unabahatisha. La pili ni kwamba unaona kwa kuwa mwanamke amechelewa kufika kileleni anakuchosha. Sasa hii ni kitu ambacho basi nimeambiwa na wanawake, sio ni kitu ambacho nimekitunga. Ni kwamba mwanamke anajisikia kama unapomuuliza swali kama hilo, anaona kama vile umemchosha. Yaani yeye amekuchosha kwa kuchelewa kufika kileleni. Kwa hiyo unataka aharakishe afike kileleni, atakudanganya. Kwa hiyo utakapoanza kusema hivyo mara moja au mara mbili, anajua huyu kumbe hajui, anabahatisha. Kwa hiyo atakudanganya kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika. Na kuandalia video nyingine of course itakuja huko mbele, jinsi gani ya kutofautisha mwanamke aliyefika kileleni na yule anayekudanganya. Hiyo na kuandalia video, jisajili pale kama hujajisajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii, uweze kuiona video hiyo vile vile. Jisajili haraka sana ili uweze kupata taarifa kwenye simu yako kwamba tayari video hiyo imewekwa, iko kwenye YouTube. Kwa hiyo YouTube itakufahamisha kwenye simu yako iwapo utakuwa umejisajili. Sasa ni eneo ambalo unapaswa uwe makini sana kwalo. Usiwe mjinga wa kujifanya hujui unachokifanya. Hakikisha kwamba unafahamu kutosha kwenye akili zako na unajiamini kwamba ninao uwezo wa kumridhisha mwanamke. Kinyume na hapo utajidanganya tu kwamba una mwanamke, kumbe mwanamke huyo ameshaanza kufikiria mwanaume mwingine. Hilo ni jambo la hatari sana. Lingine ambalo napenda kuzungumza hivi, iwapo wewe mwanaume ungependa kupiga raundi 2 ya 3 au ya 4, tambua kwamba unapokuwa umemwaga mbegu sio mwisho wa mchezo. Unaponisikiliza kwa makini hapa, naongea kitu ambacho labda hujakisikia. Unapokuwa umemaliza raundi ya kwanza au hata kama ikiwa ni ya pili, isio kwamba ni mwisho wa mchezo. Kama vile kwenye mpira wa miguu, mpira unapotoka nje, sawa, either ni wakurusha au inakuwa kona. Sawa, mpira unapotoka nje either ni wakurusha au inakuwa kona. Kasi kwamba mwisho wa mpira, kwa sababu mpira umetoka nje ndio mwisho wa mpira. No. Kuna vitu ambazo unapaswa kuvifanya baada ya wewe kumaliza. La kwanza ni kumshukuru dada kwa mchango wake aliotoa. Naandalia video wa kina dada na wenyewe vitu gani vya kufanya kwa wanaume. Hiyo ni kazi ya wanawake. Wanawake wanaangalia video hii leo, of course jiandae, kuna video ya wanawake inayokuja jinsi gani ya kuwasaidia wanaume. Kwa hiyo unapokuwa umemaliza raundi ya kwanza au ya pili, utakuingia ya nyingine, ni kwamba unapokuwa umemaliza haraka sana, usina haraka ya kugeuka kulala au kupumzika. No. Anza kumwambia maneno matamu, mpapase hapa na pale na nini. Hiyo inakusaidia wewe kuonekana ni kweli mtu ambaye unampenda, unamjali huyu mtu, badala kwamba unamtumia tu. Kuna wanaume ambao kwa sehemu kubwa wanajivunia kwa kupiga magoli mengi 3 au 4. Hilo ni kosa. Si kweli kwamba magoli hayo 3 yanasababisha uonekane wewe kama shujaa. Kwa jinsi gani una uwezo wa kumsaidia mwanamke akapata raha ya kiwango cha juu, hicho ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo unapomaliza raundi ya kwanza, unapaswa kufanya ya cha msingi kinachofuatia ni jinsi gani wewe unaweza kumwandaa taratibu ili aanze kupata feelings za raundi ya pili au raundi ya 3. Hivyo ndivyo unapaswa kufanya. Kwa hiyo unapaswa kujiangalia. Napenda kurudia mfano ule mpira wa miguu. Mpira unapotoka nje, either ni wakurusha au ni kona. Sasa hayo ni mambo ambayo unapaswa uyafanyie kazi. Ufahamu jinsi gani ya kumsaidia huyu mwanamke aone kwamba vitu vinaendelea na havijaisha. Ningependa kuambia napata kelele nyingi kutoka wanawake ambao wanaona wazi kabisa kwamba mwanaume aliye naye ameshindwa, ameishia njiani. Unamwacha mwanamke ananing'inia. Hilo jambo wanawake wanalichukia sana.
Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hilo ni jambo la msingi. Kwa hiyo unapotaka kuingia raundi ya pili, ni Mungu ndivyo alivyoumba, usiwe na haraka ya kuingia kwenye raundi ya pili. Wanaume wengi wanalalamika kwamba daktari, kimaliza raundi ya kwanza inachukua dakika 10 au 15, kuanzia raundi ya pili naona kama inachelewa. No, hapana. Ndivyo Mungu alivyokuumba mwanaume, kwamba baada ya raundi ya kwanza ile damu iliyosababisha uume wako usimame itoke, ije damu safi yenye hewa safi kwa afya ya uume wako. Inaitwa refractory period kwa Kiingereza. Refractory period. Sawa? Ni kipindi cha kupumzisha uume. Kwa hiyo usipanic kwamba mbona imechukua muda mrefu kusimama. No. Kwa hiyo utakapokuwa umeanza kuongea maneno mazuri na kupapasa mwanamke, huyu mwanamke anapata hisia vile vile na anaona kama unamthamini kama yeye. Usiwe na haraka tu kukimbilia kwenye raundi ya pili kama uwezo huo unao. Hilo jambo ni kosa kubwa sana, kukimbilia raundi ya pili kabla hujamweka mwanamke sawa ili aweze kufurahia raundi ya pili. Nakutana kesi nyingi za wanaume ambao wanalalamika kwamba mwanamke anataka tu goli moja, goli la pili hataki, anakataa. Labda mpaka uanze kumbaka. Sasa hali kama hiyo sio. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, haya ni mambo ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo kusaidia katika maeneo hayo ili uweze kuwa mwanaume wa kweli. Jisajili tafadhali kwenye channel hii. Kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe au fuatilia, kitumie hicho, jisajili kwa namba yako ya simu. Kila video mpya ninayoiweka utapata taarifa. Ningependa kuambia watazamaji wetu ni kwamba natoa huduma ya kuunganisha wanaume au wanawake wale wenye magonjwa ya ukimwi. Ungependa kuoa au kuolewa na mtu mwenye ukimwi kama wewe, hiyo ni huduma ambayo naitoa. Namba zangu za simu zinapita pale. Tafadhali sana tuwasiliane niweze kusaidia. Vile vile kwa wale wenye matatizo ya kuwahi kumaliza nguvu za kiume, una kiumbe kidogo, hiyo ni huduma ambayo naitoa. Vile vile tuwasiliane niweze kutumia dawa na maelekezo yake, uweze kupata dawa ambazo hazina madhara, inatokana na mimea, ni salama kabisa, zilizofanyiwa utafiti wa kutosha kwamba ni salama kwa mwanadamu. Mungu akubariki, natokea maisha mema ya kimapenzi.